Naitwa Janet Rite, mwenyekiti wa ngome ya wanawake ACT Wazalendo. Asante kwa swali lako. Kwanza ni kiburi cha serikali ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tunajua kwa mujibu wa katiba, tume inapoundwa, ripoti inapokuja inapaswa kuwa ripoti ya wananchi. Maana yake kwanza kulikuwa na uwazi. Hata mwenyewe unaona wakati wa mahojiano watu waliojiwa na waandishi wa habari walikuwepo wakati watu wanaeleza mauaji ya Oktoba 29, wanatoa ushuhuda wa maeneo mbalimbali. Lakini baadaye waandishi wa habari walizuiliwa tena kuendelea kuwepo kwenye ile mahojiano ya tume ya Jaji Chande. Kwa hiyo utetezi wa serikali kwamba wameficha kwamba ili kuwalinda wale watu waliotoa ushahidi, huo ni utetezi sijui ni uiteje, yani naweza nikauita jina baya sana, utetezi wa ajabu na wa hovyo, kwa sababu kwanza kuna haki ya kumlinda yule aliyotoa zile taarifa, haki ipo ya ulinzi ule wa kulinda ile taarifa, lakini tunaona namna ambavyo ili jambo linafanywa kwa siri. Na mwisho wa siku mwenyekiti wa CCM alituambia kwamba ile ripoti ni ya kwake, na kama ni ripoti ya kwake, sasa wanajitetea nini kusema kwamba tunawalinda waliotoa taarifa, walofanya nini? Mimi sioni sababu za wao kujitetea. Sisi tunataka tume huru ambayo itakayochunguza mauaji ya Oktoba 19 na wananchi tukapata taarifa ya uwazi kabisa. Nani aliua? Nani aliwatuma kwenda kuua? Wangapi walikufa? Jaji Chande ametuambia kwamba ni 518. Wangapi walikufa kwa uhalisia? Wangapi hawakupata miili ya ndugu zao? Kwa nini hawakupata? Ndio maswali ambayo wananchi tunataka kujua. Kwa hiyo utetezi wanaojitetea kwamba wamewalinda waliotoa taarifa juzi wakati wanatoa utetezi wao, sio utetezi wenye tija. Ni watu ambao wamepoteza mwelekeo, ni watu ambao hawajui wanafanya nini. Sasa hivi si wanasema wameunda tena tume nyingine kwa ajili ya kujua kina nani walitekeleza hayo mauaji. Mwisho wa siku si lazima wachukuliwe hatua. Mara zote tumekuwa tukiona kwamba namna gani ambavyo tume zikiundwa na majibu yakitoka na watu wanachukuliwa hatua wale waliohusika. Sasa sijui ni vitu gani vinazungumzwa. Mimi nahisi tu ni serikali iliyochanganyikiwa, haijui nini inafanya na wanajichanganya tu wenyewe, kwa sababu kile kilichofanyika Oktoba 29 ni jambo baya na la ajabu sana toka kuumbwa kwa Tanzania, halijawahi kutokea. Kwa hiyo huo ni uongo wao tunaozushwa.